Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Jeshi letu la polisi limekuja kivingine. Lengo lake kuu ni kuwaweka pamoja wananchi, ni kuisukuma jamii ishikamane na Mungu na mafundisho ya Mungu ili tuwapunguzie kazi ya ziada. Sijawahi ona polisi jamii wanayotumia falsafa hii kama watu wa Kilombero pamoja na Morogoro kwa ujumla. Niwaambie Waislamu na Watanzania, jeshi la polisi sio maadui zetu. Hawa ni ndugu zetu, hawa ni kaka zetu, baadhi yao ni wadogo zetu, baadhi yao ni wajomba zetu, baadhi yao ni baba zetu, wametokana na sisi. Na kazi kubwa ya jeshi la polisi kama wanavyotuambia wao wenyewe ni kuhakikisha wanalinda raia pamoja na mali zao. Afande RPC, mimi nawapongeza sana katika mkoa huo wa Morogoro kuhakikisha mnapambana na mmomonyoko wa maadili. Jamii iliyokosa maadili imekosa kila kitu. Taifa ambalo watu wake hawana maadili, taifa hilo haliwezi kupiga hatua hata kiuchumi. Na sasa hivi kuna kelele nyingi za mmomonyoko wa maadili. Serikali inapiga kelele kuhusiana na mmomonyoko wa maadili, jeshi la polisi linapiga kelele kuhusiana na mmomonyoko wa maadili, hata sisi viongozi wa dini, tena dini mbalimbali, tunapiga kelele kuhusiana na mmomonyoko wa maadili. Kupitia dhana yetu hii ya polisi jamii ambayo inatutaka kufanya kazi kwa karibu na kwa pamoja sana na jamii. Tunajua jamii zetu huku, ndugu mgeni rasmi, kama unavyoweza kuona, zinakuwa na changamoto mbalimbali. Ziko mbali na makao makuu ya wilaya, mbali na makao makuu ya mkoa. Kwa hiyo wananchi wako huku wanafanya shughuli zao mbalimbali za kiuchumi, wanakuwa na changamoto mbalimbali. Sisi jeshi la polisi tumeamua kushuka mpaka ngazi ya chini kabisa, huko ngazi ya kata, kuishi nao lakini kushiriki nao katika changamoto mbalimbali. Moja ya changamoto huwa ni za uhalifu. Kwa sisi tunataka kupitia kwa mkuu wetu wa jeshi la polisi afanye IGP Camillus Wambura, tunatekeleza falsafa ya polisi jamii ambayo sisi hatukai vituoni kule kusubiri wananchi waje kuripoti matatizo. Sisi tunakuja kukaa na wananchi na wao tunaibua, tunaona matatizo ni nini, tunakaa nao pamoja kupata suluhisho la hayo matatizo. Moja ya tatizo ambalo ni changamoto kubwa sana kwenye jamii, sio hapa Mbingu tu, lakini hata mikoa mingine, ni mmomonyoko wa maadili kwa watoto wetu, mmomonyoko wa maadili kwa vijana, lakini kwa taifa kwa ujumla. Ndio maana mashindano haya, mkaguzi wa kata ameona kwamba tusisubiri tupate athari za mmomonyoko wa maadili, tuwachukue vijana wetu hasa wa dini ya Kiislamu wasome Qur'ani, wafanye mashindano haya ili waweze kuijua dini ya Kiislamu, waweze kumjua Mungu, waweze kuwa na maadili mema. Jambo ambalo sisi kwetu ikifanikiwa, sisi kwetu ni furaha sana, kwa sababu tunajua uhalifu utapungua, jamii itaishi katika hali ya usalama. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.